Julai Bibi Viwanja Group. Je, unawajua ni kina nani? Basi, acha nikuhabarishe. Julai Bibi Viwanja Group ni wauzaji wa viwanja tena venye ubora. Na kubwa zaidi 2022 wamekuletea ofa babu kubwa. Sasa jipatie viwanja venye ukubwa wa square mita 400 kwa shilingi milioni 2.5. Na huduma za kijamii zinapatikana kama vile usafiri, umeme, maji, nyumba za ibada na nyinginezo. Na tena viwanja vimepimwa na vipo katika ubora wa hali ya juu. Viwanja vinapatikana Vianzi, ni mwendo wa dakika 10 kutoka Vikindu stendi, au unaweza kuwasiliana na Julai Bibi Viwanja Group kupitia nambari zifuatazo: 0673 035288 au 0774 635762 au 0755 105124. Kwa viwanja vya uhakika na vyenye kuaminika, waone Julai Bibi Viwanja Group ndio suluhisho lako. Nyote mnakaribishwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبة في الله، ولنوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته، لأنه فاز المتقون. ndugu zangu katika imani, awalia yote nakuhusieni kadhalika nayusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Enyi waja, tumcheni Allah subhanahu wa taala, kwa sababu kwake yeye Allah mtukufu amefuzu wacha Mungu. Qur'ani inathibitisha hivyo, lakini pia sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zinathibitisha kufuzu kwa kweli kwa mwanadamu kunapatikana kwa mwanadamu huyu kumwogopa Allah tabaraka wa taala kiukweli, akaishi katika maisha ya dunia hali ya kuwa akiikandamiza nafsi yake na kumtii Allah tabaraka wa taala na kujiweka mbali na yote ya kumuasi Allah mtukufu. Ndugu zangu, hutuba yetu itakuwa ikikumbushia kaifa nasta'iddu li Ramadan, vipi sisi tunajiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunajua na kutambua ya kwamba tuko ndani ya mwezi wa Shaabani, na leo zimetakriban kwisha siku 22. Tumebakiza
ima siku 8 ikiwa Shaabani 30 au siku 7 ikiwa Shaabani 29. Ni siku chache mno. Ni vizuri katika masiku haya tukakumbushana juu ya umuhimu huu wa namna gani tunajiandaa kwa ajili ya Ramadhani. Ni kwa nini hutuba yetu, ndugu zangu, leo imekuwa ni bora ihimize na ikumbushe juu ya kuwa vipi sisi tunajiandaa kwa ajili ya Ramadhani. Ndugu zangu, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama alijiandaa kwa ajili ya Ramadhani katika Ramadhani zote zilizomkuta hai katika maisha yake ya hapa duniani. Alikuwa ni mwenye maandalizi, tena maandalizi ya juhudi kubwa mno. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikuwa akijiandaa kwa ajili ya Ramadhani maandalizi ya kweli ya kumwelekea Allah tabaraka wa taala, maa annahu khairul khalqi, pamoja na kuwa yeye alikuwa ni kiumbe bora ambaye Allah tabaraka wa taala kiuwazi alimsamehe makosa yake yaliyopita na yajayo, lakini alifanya maandalizi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala Ramadhani ilipokuwa ikiingia, maandalizi ambayo yawezekana mimi na wewe bado hatujawahi jiandaa kwa maandalizi hayo. Hakujiandaa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama li Ramadhani lilakli bilakli wa bishurbi. Hakujiandaa kwa ajili ya kula na kunywa. Hakujiandaa kwa ajili ya maakul na mashrab. Hakujiandaa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama bizina, akaandaa nguo nzuri, nguo mpya za kuswalia. Hakuandaa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwa ajili ya Ramadhani kwa mambo hayo peke yake. Abdullah ibn Abbas, radhi za Allah tabaraka wa taala ziwe pamoja naye, katika riwaya iliyothibiti ndani ya Bukhari na Muslim, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ajwada nnasi, alikuwa Mtume, rehma za Allah ziwe juu yake na watu wake na amani, ni mtu mwenye jitihada kubwa kuliko watu wote kwa ajili ya Ramadhani. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, na jitihada alizokuwa nazo zilizidi kiwango inapoingia Ramadhani. Hina yalqahu Jibril, wakati anapokutana na Jibril alayhi salam. Wa kana yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadan, na Jibril alikuwa akikutana na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika kila usiku wa mwezi wa Ramadhani. Makutano yao lengo lilikuwa ni nini? Fayudarisuhu alquran, Jibril alikuwa akimfunza Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama Qurani. Falirasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ibn Abbas anasema basi Mtume wa Allah, rehma za Allah ziwe juu yake na watu wake na amani, hina yalqahu Jibril, alipokuwa akikutana na Jibril, ajwada bil khairi min ar-rihi al-mursala, alikuwa ni mtu mwenye jitihada kubwa, mwenye jitihada nzito, mwenye jitihada adhim kuliko upepo unaotumwa, mwepesi wa kuabudu na kuzingatia yale ambayo anaelekezwa na Jibril alayhi salam kwa kasi ambayo hata upepo uliotumwa haufikii. Huyu ni Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivi ndivyo alivyojiandaa kwa ajili ya Ramadhani, na ndivyo anavyotusimulia masahaba zake watukufu walioishi pamoja naye. Lakini si hivyo, Ali ibn Abi Talib, radhi za Allah tabaraka wa taala ziwe pamoja naye, akimwelezea Umar ibn al-Khattabi namna ambavyo aliweza imarisha nyumba za Allah tabaraka wa taala Ramadhani ilipokuwa ikijongea. Ali siku moja anakuta misikiti imefurika,
Ramadhani inaingia, watu wanashindana kusoma Qur'ani. Jitihada iliyopandikizwa kwa masahaba hao wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama na waliofuatia baada yake Mtume na Umar ibn al-Khattab katika kipindi cha ukhalifa wake. Ali anaomba kwa Allah tabaraka wa taala kumwombea Umar ibn al-Khattab, anasema nawwara Allahu laka ya ibn al-Khattab fi kabrika, Allah akunawirishe wewe mwana wa Khattabi katika kaburi lako, akutie nuru kama nawarta masajid Allahi bil Qur'an, kama ulivyonawirisha ulivyong'arisha nyumba za Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya Qur'an. Hizi ni jitihada za watu waliosoma kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama wakati Ramadhani inaingia, namna gani walivyoweza jiandaa kuipokea Ramadhani. Ni kwa nini ndugu zangu katika imani sisi tusijiandae kwa ajili ya Ramadhani wakati mbingu ya Allah tabaraka wa taala inajiandaa kuipokea Ramadhani? Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika riwaya iliyothibiti ndani ya Bukhari na Muslim, riwaya iliyopokewa na Abu Huraira, radhi za Allah tabaraka wa taala ziwe pamoja naye, anasema idha kana awwalu lailatin min shahri Ramadan, unapokuwa usiku wa mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, usiku wa mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, anasema sufidati shayatin, mashetani wote ufungwa, wa murdatil jin, na yale majini makubwa ambayo kazi yao kubwa ni kushawishi watu kumuasi Allah tabaraka wa taala kwa aina mbalimbali ya maasiya, huzuiliwa, hufungwa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ghuliqati abwabul nari, na milango yote ya motoni hufungwa na Allah tabaraka wa taala. Falam yuftah minha baban, hakuna mlango unaofunguliwa katika milango ya motoni, yote inafungwa ili waja waweze tenda yale ambayo yatawapeleka peponi peke yake ndani ya Ramadhani. Anaendelea sema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati ambao milango ya motoni inafungwa katika mazingira ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, wafutihati abwabul janna, milango ya pepo hufunguliwa, huachwa wazi. Falam yughlaq minha babun, hakuna mlango hata mmoja unafungwa mwezi mzima. Akasema wayunadi munadi kulli laila, na hunadi, hutangaza mwenye kutangaza kila usiku katika usiku wa Ramadhani. Nini anatangaza? Anatangaza ya baghi alkhair aqbil, ewe mpupia kheri, mwenye kutaka kheri za Allah tabaraka wa taala, pupia, zikimbilia kheri, tenda yale ambayo yatakupeleka katika mazingira ya kukufikisha katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu milango ya pepo hivi sasa iwazi na milango ya moto imefungwa. Wa ya baghi ya shari aksir, na wewe mtenda shari, mpupia shari, punguza shari zako, achana na ya shari. Na ndio maana unaona watu wanajiandaa na Ramadhani, wengine wameishi katika maisha ya kuwekana vimada. Ramadhani inaingia, anatafuta sehemu ya kwenda kumficha kimada wake ili baada ya Ramadhani wakutane. Mwingine ni mnywa pombe wa kutupa, lakini Ramadhani ikifika anajizuilia, anazitaka kheri za Ramadhani ambazo hazipatikani isipokuwa ndani ya Ramadhani. Fadhila ya kuachwa wazi milango ya pepo haipatikani isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kulli lailatin, na Allah tabaraka wa taala huliacha huru kundi la watu na moto wa jahannam, na hii ni katika kila usiku wa mwezi wa Ramadhani. Haya ni maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, anayotufundisha namna gani mbingu inavyojiandaa kuipokea Ramadhani. Kwa vipi mimi na wewe tusijiandae kwa ajili ya Ramadhani? Kila mmoja ndugu zangu miongoni mwetu aipekue nafsi yake, aitazame nafsi yake kwa mwaka mzima.
ni yapi iliyoyatenda kwa Allah tabaraka wa taala, ima ya kheri au ya shari. Akiweza jipekua, atajua madhaifu yake, atajua pale alipoteleza, wapi alipunguza na wapi alikamilisha, ili aweze simama kwa Allah tabaraka wa taala katika mazingira ya kutafuta msamaha wa kweli wa Allah tabaraka wa taala. Jambo la mwanzo ndugu zangu ambalo mimi na wewe tutatakikana kujiandaa katika masiku haya machache yaliyobakia, ima 8 au 7 kabla ya kuingia kwa Ramadhani, ni at-taubatu nasuha wal-iqla'u an kulli dhunubi, ni kutubu kwa Allah tabaraka wa taala, toba ya kweli, toba isiyo na mashaka, toba iliyojaa matarajio ya kusamehewa na Allah tabaraka wa taala, toba yenye maazimio ya kutorejea yale ambayo mja amemkosea Allah mtukufu, ajivue mtu na madhambi aliyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala, ajitakase kiukweli wakati yupo katika masiku machache ya Shaabani kuelekea Ramadhani. Ili Ramadhani inapoingia, yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala anatuambia ndani ya suratul Baqara, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna. Uchamungu unaotarajiwa upatikane kwa mfungaji ni uchamungu ambao umeandaliwa katika mazingira ya mchamungu huyu kutubia kwa Allah tabaraka wa taala kwa yale aliyomkosea Allah, ukweli wa kumkosea, atubie kiukweli kwa kuyavua kutoka katika moyo wake, kwa kuyavua toka katika maungo yake, kwa kuweka maazimio ya kweli na ajutie kwa nini alifanya. Na Allah tabaraka wa taala Suratun Nur 31 anatuambia, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, natubieni kwa Allah tabaraka wa taala nyote kwa pamoja enyi mlioamini, huenda ikawa ni sababu kwenu ninyi ya kufaulu na kufanikiwa kwa Allah tabaraka wa taala. Kila mmoja ndugu zangu ni mjuzi wa nafsi yake, bali linsani ala nafsihi basira, mwanadamu ni muoni, ni mjuzi, mtambuzi wa nafsi yake. Mwenyewe anajijua ni yapi aliyoyatenda ambayo aliteleza kwa Allah tabaraka wa taala, alinyongesha katika haki za Allah tabaraka wa taala. Achukue maazimio ya kutubia, ya kumtaka Allah msamaha na kutorejea katika kutenda makosa hayo, ili aingie katika Ramadhani akiwa ni mja ambaye ana maandalizi ya kweli ya kwenda peponi na kujinusuru na moto wa Jahannam. Ndugu zangu katika imani, maandalizi ya pili ambayo sisi tutakikana tujiandae nayo katika masiku machache haya ya Shaabani yaliyobakia kuelekea Ramadhani ni al-iktharu ani duai libulughi Ramadhan, ni kukithirisha kumuomba Allah tabaraka wa taala atufikishe katika mwezi wa Ramadhani tukiwa salama na tulio na afya imara. Ndugu zangu, kwa Allah tabaraka wa taala lolote linawezekana. Masiku 8 ni mengi mno katika milki ya Allah tabaraka wa taala. Allah anaweza badilisha historia ya mtu kwa dakika moja tu, kwa lisali moja tu, kwa siku moja tu, historia ikabadilika. Mtu alikuwa anaitwa fulani ikawa ni marhumu fulani. Ikiwa hivyo ndivyo, ni juu yetu kuhakikisha tunafanya jitihada za hali na mali kumuomba Allah tabaraka wa taala katika masiku haya machache yaliyobakia, kukithirisha kumuomba Allah atufikishe katika mwezi wa Ramadhani tukiwa salama, tena wenye afya imara, ambao tunaweza libeba kiukamilifu jukumu na wajibu ambao yeye Allah mtukufu ametuwajibisha sisi, na hii ni kusimamisha nguzo ya 4 miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu. Ndio sababu wema walioishi kabla yetu wakiyajua na kuyatambua haya,
vinywa vyao katika masiku haya daiman wa abadan vilisikika vikimuomba Allah tabaraka wa taala kwa kusema Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban. Ewe Allah, tubariki sisi katika mwezi wa Rajab na katika mwezi wa Shaaban, lakini si hivyo, wabalaghana Ramadhan, na tufikishe katika mwezi wa Ramadhani salama salmin. Tusiwe na uhakika muda wa kudumu sisi ni waja. Tukithirishe muomba Allah tabaraka wa taala. Haya masiku katika ufalme wa Allah ni mengi. Tuzidi mbembeleza Allah tabaraka wa taala atupe fursa nyingine tena yenye thamani kubwa katika maisha yetu. Yawezekana ikawa ni fursa ya mwisho kwetu katika kumwabudu yeye katika ibada iliyotukuka, ibada ambayo mwenyewe anasema yote ambayo mja anayafanya ni yake ila funga. Funga ni yangu mimi na mimi ndio mwenye kuilipa. Tumuombe na tumbembeleze Allah tabaraka wa taala atukirimu fursa nyingine tena ya kuweza yadiriki masiku ya Ramadhani na tuweze funga, itikia wito wake, tekeleza uwajibu wake, ili kesho yaumul qiyama funga hii iende kuwa mkombozi kwetu. Funga ndugu zangu ni mkombozi kwa mja. Funga ni mkombozi, ni muombezi kwa yule ambaye ameishi nayo katika maisha ya dunia. Itaomba kwa Allah tabaraka wa taala uwepesi na huruma ya mtu kusamehewa na Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu katika imani, katika maandalizi ambayo tutatakikana sisi kuwa nayo katika masiku haya machache ya kuelekea katika mwezi wa Ramadhan ni an-niyatu sadiqa. Nyoyo zetu ziwe na nia ya kweli, tuvae manuizi ya kweli, makusudio ya kweli, matakwa, mahitajio ya kweli. Tunakwenda katika Ramadhani kiukweli ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Hatuendi katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu ni ada. Tangu tunazaliwa tumekuta wazee wetu ni Waislamu wanafunga katika Ramadhani na sisi tunafunga, halafu mwisho wa funga Ramadhani isilete athari ya aina yeyote katika tabia zetu, katika ibada zetu, katika maisha yetu. Wakati Ramadhani inaingia ilimkuta mtu anaishi na kimada, Ramadhani inaondoka mtu anarejea kuishi na kimada. Ramadhani inaingia ilimkuta mtu anakunywa pombe, anavuta bangi, anacheza kamari, anakaba watu, anaroga, anashirikisha. Ramadhani inaondoka, haya anayarejea kuyatenda. Tuwe na nia ya kweli. Nia ya kweli ndugu zangu ndiyo maandalizi bora na mema ya kutupeleka sisi katika mwezi wa Ramadhani. Sanjali na nia ya kweli ambayo tutatakikana ipamba katika nyoyo zetu, lakini pia nia zetu hizo ni kuhakikisha tunakusudia katika mwezi wa Ramadhani nitajipinda kuisoma Qur'ani mpaka nihitimishe yote. Weka maazimio hayo. Nitasoma mwanzo wa Qur'ani mpaka mwisho wa Qur'ani. Ukiisha mwezi mzima na mimi nimehitimisha Qur'ani nzima. Achana na fikra ndugu zangu za kuweka maazimio kuwa Ramadhani ndio nitacheza sana karata, ndio nitacheza sana bao, ndio nitacheza sana drafti. Ukaanza viboresha, viimarisha vijiwe hivi, ukaanza viandaa vijiwe hivi. Matendo ya namna hii yanapoonekana kwa mtu ambaye ni Muislamu anaelekea katika Ramadhani, ni dalili iliyo wazi mtu huyu amefeli katika maandalizi ya kujiandaa na Ramadhani. Weka nia ya kweli ya kuhakikisha nitaisoma Qur'ani mwanzo mwisho. Wema walioishi kabla yetu wengine walihitimisha Qur'ani kwa siku moja mara mbili. Mimi na wewe hata maazimio ya kuhitimisha Ramadhani nzima siku 30 alau mara moja bado maazimio hayo hatunayo. Lakini weka nia ya kweli ya kutubia kwa Allah tabaraka wa taala yale ambayo mimi nimekuwa nayo, nimeyaishi katika makosa ya kumkosea Allah. Haya nimeachana nayo kwa kuondoka Shaabani na nimekuwa mpya kwa kuingia Ramadhani. Nitaishi katika maisha haya na wewe Allah nisaidie
niweze kuishi maisha haya mpaka siku utachukua nafsi yangu. Weka nia hiyo. Achana na kamari ambazo siku zote zinakutia umaskini. Achana na ramli, matarasimu, ushirikina ambao siku zote unakufarakanisha na watu, unakugombanisha na watu. Achana na maovu ya kula haramu ambayo siku zote bado hayajaweza kukuletea utajiri zaidi ya kukudidimiza katika hali ngumu zaidi ya kiuchumi kuliko ulivyokuwa jana na juzi. Lakini si hivyo ndugu zangu. Jalia Ramadhani inapoingia iwe ndiyo bidaya ya wewe kuchomoza katika kufanya mambo mema. Ulikuwa ni mvivu, mzembe, tariku sala, anza kuswali kiukamilifu pasina kuchoka wala kuacha, na weka nia hiyo. Siku ya mwisho ya wewe kuacha kuswali ni ile siku ambayo malakul mauti ataja mbele yako kuchukua roho yako. Weka maazimio hayo. Tena hauswali fardhi peke yake na sala za sunna, lakini weka nia ndugu yangu katika imani ya kuhakikisha mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kuchuma, na wewe uchume yaliyo mema, yaliyo mazuri, yaliyo manono, yanayopendwa na kuridhiwa na Allah tabaraka wa taala, na ukae mbali na yote yale ambayo Allah yachukia na kuyaghadhibikia. Weka nia ndugu yangu katika imani. Ramadhani inaingia, maandalizi yako iwe ni nia ya kujiandaa kubadilisha tabia yako. Ni kijana unayeishi siku zote katalogi za maisha yako ni mapanki, kuvalia nguo zako katikati ya makalio. Jeuri mtaani kama wewe hakuna. Mtu kanaji mtaani kama wewe hakuna. Hakuna bingwa wa kuvuta bangi mtaani ila wewe. Hakuna bingwa wa kugombana mtaani ila wewe. Weka nia. Weka nia hivi sasa ya kujivua na haya. Ramadhani kiwe ni chuo cha kukutoa wewe na kunyoa, kukata mapanki. Ramadhani kiwe ni chuo cha kukuzuia na kuvaa nguo zako katikati ya makalio. Ramadhani iwe chuo cha kukuzuia na kuvuta bangi na kutende ya kumuasi Allah tabaraka wa taala. Vijiwe vya mirungi ambavyo kila siku unavihudhuria iwe ni sababu ya kujiweka kando navyo, kuviacha na kuviepuka. Weka nia ya kuitumia Ramadhani kubadilisha tabia yako, kutoka katika kuwa mja mwenye tabia mbaya mbele ya Allah tabaraka wa taala kwenda katika kuwa ni mja mwenye tabia njema na bora mbele yake Allah tabaraka wa taala. Una miamala mibaya na watu, mahusiano mabaya na watu, unagombana na watu. Mbona wenzako hawagombani baina yao? Iweje wewe tu? Weka nia ya kurekebisha haya sasa, uishi ukiwa na maelewano mazuri na watu. Ukumbuke na ujue huwa kuishi maisha ya kuelewana na watu ndiyo usia katika nyasia alizotuhusia khairul khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Mtume anamuhusia Abu Huraira, radhi za Allah tabaraka wa taala, bali anahusia umma wake, ittaqillaha haithu ma kunta, mche Allah, muogope Allah popote utapokuwa. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, nafuatisha jambo zuri baada ya kufanya jambo baya, zuri hilo litafuta lile baya ulilotenda. Lakini mwisho wa siku, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, naishi na watu kwa tabia zilizo njema, tabia zilizotukuka. Haiwi sifa nzuri wewe ukasifika mbele za watu kuwa ni mtukutu baina ya watu, ni mja unayejiona, ni mtu mwenye kunyanyapaa watu, una kibri na kujisikia. Hizi ni sifa ambazo Muislamu hatakikani jipamba nazo. Sawa sawa awe kijana, awe mzee, awe mama, awe binti. Muislamu sifa zake apambike na unyonge mbele za watu, udhaifu mbele za watu. Awe ni mja mwenye kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, weka nia ya kuhakikisha kwamba Ramadhani hii na wewe unaingia katika sifa ya watu ambao wanasaidia ieneza hii dini ya Allah tabaraka wa taala, ambayo bado inahitajika jitihada kubwa mno kufika kwa watu.
Tunaishi sisi katika miji, lakini nenda sehemu za vijijini, ukitembea kilomita 150 tu kutoka hapa Dar es Salaam, kuna watu wanaishi wanatafuta watu wa kuwafundisha dini na hawana. Wanaishi katika maisha ya kijinga kwa kiasi kikubwa. Wewe weka nia namna gani utasaidia ieneza hii dini, alau kwa kuwawezesha ahlul ilmi, watu wenye elimu, masurufu ya kuweza wafikia watu wenye uhitaji wa elimu ya dini. Ndani ya miji yetu hii kuna shule za serikali, wana masomo ya dini, watoto hawana walimu wa kufundisha kwa sababu hakuna watu ambao wanaweza kupata muda wa kwenda kuwafundisha watoto hawa. Vipindi vya masomo ya dini watoto wanaishia kwenda cheza mpira. Mtafute mtu unayemjua anajua dini, ana maarifa ya dini, muwezeshe. Ule muda wa yeye kutafuta lukmatul aishi, wezesha apate tonge, aweze enda eneza elimu ya dini kwa hawa watoto. Tunaishi ndugu zangu katika ombwe kubwa mno la hitajio la mafunzo ya dini kwa watoto wetu wa maskuli. Tunasoma leo kwenye vyombo vya habari, mtoto mwenye umri usiozidi miaka 15 ameweza lawiti watoto wenzake takriban 19 kwa kuwalaghai na pipi. Matendo ambayo Allah tabaraka wa taala aliangamiza watu juu chini ni matendo yanayotendwa na watoto leo katika sehemu za mashule. Leo sio ajabu kumkuta mtoto wa form 1, form 2, form 3, form 4, sio ajabu kumkuta ana boyfriend, ana girlfriend, bali ni ajabu kuwa hana boyfriend, hana girlfriend. Ni ajabu. Anaonekana mshamba aliye mbali mno na ulimwengu wa teknolojia ambao watu wanaishi nao. Haya ndiyo madhara ya utandawazi ambayo yanaishi pamoja nasi katika maisha yetu ya kila siku. Watoto wadogo wanayajua mambo ya kikubwa ambayo umri wao haujafika kwenye mambo hayo, wala wakati wa kuyafika mambo hayo haujafika. Kwenye mambo haya ndugu zangu, panahitajika watu waende kuwafundisha watoto hawa dini. Tunawaacha watoto wetu wanaenda kusoma. Wiki iliyopita nimeshuhudia mambo ya ajabu ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Shule miongoni mwa shule za sekondari za Kitunda inahisi kuwa walikuwa wanatoka kwenye michezo wakiwa katika kosta. Watoto wa kike na kiume wamepakatana, kachukuliwa mtoto wa kike amewekwa katikati makalio yake katika sehemu za siri za mtoto wa kiume. Saa 8 mchana wanakatikiana wakiwa wamevua nguo pasina aibu wala woga. Wengine ni watoto wenye hijabu na hijabu wameweka pembeni. Mtoto akirudi nyumbani, baba anajua binti yangu ana stara shuleni na kwingineko, kumbe mtoto hana stara, hana chochote. Wewe kama Muislamu una mchango gani wa kusaidia hii dini ipate enea, ipate mfikia kila mwenye kuihitajia hii dini? Weka maazimio sasa. Katika masiku haya machache tulionayo, Ramadhani ya mwaka huu, nitaitumia na mimi niwe mdau, niwe sehemu ya kuwezesha elimu ya dini iweze fika kwa kila mtu ambaye anahitajika ipate. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo mazuri ambayo sisi tutatakikana jiandaa nayo katika upokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuhakikisha tunaweka barnamiji, tunaweka ratiba za maisha yetu ya kila siku. Ramadhani mosi ikiingia, hii ndio ratiba yangu ambayo mpaka Ramadhani ikiondoka, istifada ambazo mimi nitakuwa nimezivuna kwa Ramadhani zitakuwa ni 1, 2, 3. Ratiba hiyo inahusiana na nini? Kwanza, mimi Ramadhani nzima swala ya dhuhuri nitasali msikiti fulani kwa sababu ndio msikiti ulio karibu na kazini kwangu. Na ratiba ninayojiwekea baada ya kujua ni msikiti huu, muda nitakaokuwa ninaingia msikitini, nitahakikisha kwa vyovyote saa 6:30 niko ndani ya msikiti.
nipate kuswali raka 2 za maamkizi ya msikiti, nipate kuswali raka 2 za sunna ya udhu, nipate kuswali raka 2 kwa maana ya 4 za sunanur rawatib kabla ya dhuhuri, nipate kuswali raka 2 kabla ya dhuhuri mustahabba, ni swali ya dhuhuri yenyewe nikiwa nimetekeleza sunna zote za kabla. Baada ya dhuhuri ni swali raka 2 zenye nguvu na ni swali raka 2 mustahabba, halafu nimalize ikiwa ni darsa, nasikiliza kidogo, saa 8 kamili narudi kazini, saa 7:30 narudi kazini. Siku zote Ramadhani saa 6:30 mpaka saa 7:30, saa moja hii nimejiwekea kuvuna kheri za kuswali na kupata alau darsa ya dakika 5 dakika 10 katika darsa ambazo zitakuwa zikitolewa msikitini. Weka nia hiyo, weka ratiba hiyo. Ratiba hii iweke pia, ujue kwenye swala ya alasiri utaswali wapi na utawezaje shiriki alau kupata dakika 15-20 za kuhudhuria darsa. Weka nia, sala ya magharibi nitaswali wapi? Magharibi mara nyingi mtu karibu na nyumbani kwake. Maandalizi yangu kuelekea muda wa kufuturu yakoje? Sifuturu mimi tu, lakini tende ambazo mimi nimejiandalia leo kufuturu ni tende ambazo naweza futurisha watu wengine 2 mpaka 3. Unafuturu wewe na unapata fadhila za kufuturisha watu. Tunaishi maisha ya kichoyo mno. Wazee wetu waliishi maisha walioishi salafu wema waliopita. Miaka 30 iliyopita, ndugu zangu, watu waliishi mtaa mmoja, nyumba 20 zinakusanyika kwa bwana mmoja ambaye ndiye mkubwa kuliko wazee wote mtaani hapo. Futari zao wanazipeleka hapo, wanafuturia hapo. Elimu ilikuwa ndogo mno. Leo elimu imetambarajika. Watu wanajisema wamesoma sana, lakini pamoja na elimu kuwa imeenea, uchoyo umekithiri ndani ya nyoyo za watu. Roho mbaya imezidi. Unakuta nyumba moja wamepanga watu 8, watu 8 hawa 6 ni Waislamu na kila mmoja anafuturu chumbani kwake. Anaogopa maini yangu, rosti yangu ya maini asipate mwingine. Hivyo tu, hamna kitu kingine. Wala kukaribishana kwa unafiki kiuongo karibu hamna. Mkitoka mnaenda zenu, muone kila mmoja narudi nyumbani, mnaingia mlango mmoja wa kuingilia kwenda vyumbani, walau mtu kusema karibu bana hamna. Unaona tu huyu kakata, biashara imeishia hivi. Wanaishi watu hivyo leo. Sasa hatukwambii sisi ita watu nyumbani kwako wafuturisha, lakini tende unazobeba kutoka nyumbani kwako kuja kufuturu msikitini muda wa magharibi, alau jiandae na tende ambazo utaweza pata fadhila ya kufuturisha watu 3 wengine pamoja na wewe. Weka ratiba hiyo. Weka ratiba, ndugu yangu, kwamba msikiti gani wewe utaswali sala ya tarawih. Msikiti ambao wanasali sala ya tarawih, kisimamo cha tarawih vile alisimama Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna wengine anatafuta kweli msikiti, lakini kitu gani kinachompelekea akimbilie pale? Anakuambia pale tunaswali tarawih fuso, rakaa 21 dakika 10 zimekwisha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kama ulizidisha kidogo uji waweza rudi kwenye kurukuu na kwenye sijida. Tafuta msikiti ambao watu wanatekeleza ibada, nafsi inatambua hakika hapa ibada imetekelezwa, tunasubiria kabuli ya Allah katika ibada hii. Weka kikazi hapo cha kuswalia sala yako ya tarawih, na bila shaka utapata neno lolote linalohusiana na Ramadhani. Weka maazimio hayo. Usiwe wewe peke yako, mkamate na mtoto wako, mkamate kijana wako, mkamate binti yako, mshike mkeo, waelekeze katika haya. Haiwezekani kwao kuja msikitini, wasisitize, wahakikishe nyumbani wanasimama, na waulize unaporudi, jama mmeweza simama? Mmeweza swali? Si hivyo ndugu zangu katika imani. Ikiwa ni mtu msomi, aweke ratiba kwamba mwezi wa Ramadhani nitatoa darsa wapi, msikiti upi,
katika sala gani, sala nyingine wapi, nitahama kwenda sehemu fulani, alimradi istifada ya Ramadhani isimkose isipokuwa kila yule ambaye anawajibika na Ramadhani. Misikiti muhimu sana iandaliwe. Shirikini na maimamu wenu kuandaa misikiti, kwa sababu katika mwezi wa Ramadhani misikiti inapokea watu ambao hawakuwa wakiswali, wanaingia misikitini kuswali, na wala yasitoke mawaidha ya kuwabeza. Shetani ndugu zangu anachezea watu. Inawezekana kesho akafanikiwa kukughilibu wewe ambaye unasali kila siku. Ulimwona mtu asali jana na juzi, hakuwa anasali mwaka mzima, anaingia Ramadhani hii kuswali. Muombe dua, usimbeze, usimkejeli, usimuone si lolote si chochote. Wewe una yakini gani ya kuwa unajiona ni lolote ni chochote, wakati hatima yako ameikamata Allah tabaraka wa taala? Iandaeni misikiti na kuwapokea hawa watu, kuhakikisha huduma zinazohitajika kwa waumini zinaweza fika na kutosha kwa watu wote. Lakini sanjari na hilo ndugu zangu, wenye kipato wajiandae na kutekeleza ibada ya umra katika mwezi wa Ramadhani. Umra iliyo bora kwa maneno na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ni umra inayotekelezwa katika mwezi wa Ramadhani. Tuhakikishe tunaweka ratiba ya kutukuza muda katika kila nyakati zitakazotupitia ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ikipita saa moja haitorudi mpaka kiyama, na wewe utakuwa umepoteza na haujui wala huna yakini kama Ramadhani nyingine itakukuta ukiwa hai. Hivi sasa ndugu zangu, tutengeneze ratiba za matendo yetu mema kwa ajili ya kujiandaa na Ramadhani, na tumuombe Allah tabaraka wa taala atusamehe pale tulipoteleza. Yeye Allah ni mwingi sana wa kusamehe waja wake na ni mwenye huruma nao. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al barru al karim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أحبة في الله، بمرة ثانية أوصيكم ونفسي bitaqwa Allahi subhanahu wa ta'ala wa ta'ati. Ndugu zangu katika imani, kwa mara ya pili na kariri yusia nafsi yangu kadhalika nafsi zenu juu ya kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Enyi waja, tumcheni Allah kwa kutenda mema na kujiepusha, kujiweka mbali na yote yaliyo mabaya. Ndugu zangu, hutuba inatukumbusha vipi sisi tutajiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumepitia katika hatua mbalimbali ambazo muumini atakikana jiandaa nazo kwa ajili ya Ramadhani, na miongoni mwa hatua hizo ni muumini kuhakikisha anakithirisha muomba Allah tabaraka wa taala amfikishe katika mwezi wa Ramadhani akiwa mzima, mwenye afya salama inayoweza mruhusu tekeleza nyajibu ya funga kama alivyowajibisha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, Allah akikuruzuku neema hii ya kukufikisha katika mwezi wa Ramadhani, lakini hata leo siku 7 au 8 zimebakia, jaribu sana ishi katika tekeleza pia neema nyingine ya kumshukuru yeye, kwa sababu wako ndugu zetu wengi Waislamu, waumini, wapendwa wetu waliishi nasi katika Ramadhani iliyopita, wakatamani na kuweka malengo na mipango mingi ya kuwepo katika Ramadhani hii, bali Shaabani hii. Allah tabaraka wa taala alikhitari nafsi zao, akawaondoa katika maisha ya dunia, wako katika maisha ya barzakh sasa hivi, makaburini, hawana tena fursa ya kurudi duniani.
na kutenda yale ambayo mimi na wewe tuna fursa ya kuyatenda. Tukithirishe sana mshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema ya uhai tulionao, kwa neema ya uzima tulionayo, kwa neema ya afya njema na bora tulionayo. Bali wako ndugu zetu wengine vitandani mahospitalini hivi sasa, wanashtakia maradhi, wanaopumulia mashine, wasioweza kutazama, wasioweza ongea, wasioweza kula, wasioweza nyenyuka, wasioweza kukaa. Ala kullan, kila mmoja Allah amemtahini kwa namna yake. Mimi na wewe tunatembea na miguu yetu, mimi na wewe tunapokea, tunatoa kwa mikono yetu, mimi na wewe tunatazama kwa macho yetu, mimi na wewe tunasema kwa vinywa vyetu. Ni juu yetu kurudi kwa Allah tabaraka wa taala, tukiyakumbuka maneno yake matukufu suratu Ibrahim aya ya 7 aliposema wa idh ta'adhana rabbuka la in shakarta la azidannakum. Muhammad, kumbuka alipotangaza Mola wako. Nini Allah tabaraka wa taala ametangaza? Ametangaza kwa waja wake, ikiwa mtashukuru kwa neema mbalimbali ambazo mimi nakuneemesheni, nitakuzidishieni. Shukurani yetu nzuri, shukurani yetu bora, shukurani yetu sahihi kwa Allah tabaraka wa taala hatumlipi kwa lolote, bali kukithirisha ibada kwake yeye. Lakini kinyume na hivyo, Allah mtukufu anasema wala in kafartum inna adhabi la shadid. Ikiwa mtaamua kengeuka, acha shukuru neema zangu mbalimbali ambazo ninakuruzukuni kwazo, kwa hakika adhabu zangu ni kali, zinaumiza na kutia machungu. Ya Rabbi, tuweke mbali na kukufuru neema zako, bali tujalie kuwa ni waja wenye kuishi katika hii dunia hali ya kuwa tukishukuru neema zako mpaka siku utachukua roho zetu. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa maandalizi mazuri ambayo muumini atakikana kuwa nayo katika kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mtu kukaa maa ahli baiti, pamoja na watu wa nyumbani kwake. Akae na mkewe, ana watoto, akae pia na watoto wake. Lengo la kukaa nao ni nini? Li akhbarihim an ahkami siyam, au akhbarishe juu ya hukumu za funga. Kaa na mkeo, muulize, mke wangu, hebu niambie hukumu za funga ni zipi? Sharti za funga ni zipi? Mke wangu, nguzo za funga ni zipi? Nyajibu za funga ni zipi? Sunna za funga ni zipi? Vibatilishi vya funga ni vipi? Wanaishi watu, ndugu zangu katika iman, katika dunia hii ambayo tunasema elimu imetambarajika, imeenea kwa watu. Dunia ya watu wanaoishi wakiwa na utandawazi ulio kamili, lakini wana ujinga mkubwa mno na mafunzo ya dini yao. Ramadhani inapoingia, ndio zinaanza sikika kutoka katika vinywa vya Waislamu masali ya ajabu kabisa. Mtu aliyezaliwa ndani ya Uislamu ana umri wa miaka 40 akiwa ni Muislamu, lakini anakuuliza eti ni kila chakula kilichopikwa na Mkristo, funga yangu ni sahihi au sio sahihi? Hii ni dalili iliyo wazi, mtu huyu hajui hukumu za funga, hajui sharti za funga, hajui nguzo za funga, hajui sunna za funga, hajui vibatilishi vya funga, hajui nyajibu za funga. Haiwezekani mtu anayeyajua haya halafu akaja uliza swali eti ni kila chakula kilichopikwa na Mkristo funga ni sahihi au sio sahihi. Mimi na mfanyakazi Mkristo akipika iftari ile mimi kufuturu ni sahihi, funga yangu ni sahihi sio sahihi? Si maswali ya kuuliza Muislamu mwenye umri wa miaka 40 50 ndani ya Uislamu. Haya ni maswali ya ulize mtu ambaye amesilimu leo. Ndugu zangu, hii ni dalili iliyo wazi, sisi funga hatuisomi. Masingu machache yaliyobakia haya, rudini katika madaris, kaeni na familia zenu, fundisheni watu ahkamu siyam, hukumu za funga, muijue funga kiukweli. Hauwezi ukakithamini kitu, ukakipenda kitu, ukakijali kitu kama kitu hicho ukijui, haiwezekani. Ili wewe uithamini funga ni lazima uijue funga. Ndio sababu sisi leo tunafunga na tunafanya mambo ya hovyo ndani ya funga zetu. Mtu kafunga hajaacha kusema uongo. Mtu kafunga hajaacha kusema mambo ya kipuuzi.
Mtu kafunga hajaacha kushabikia mambo ya hovyo. Sababu kubwa ni nini? Haijui funga, hajui thamani ya funga, hajui utukufu wa funga. Kwa nini haujui? Ameshindwa usoma. Rudini mwende mkasome. Wala funga si ndefu kihivyo. Siku 8-7 zilizobaki zinatosha kabisa. Mkiwa na nia ya kweli ya kutaka kujua, mtajua, mtafahamu, mtatambua. Inaingia funga, unaijua funga, utaweza ikamata na kuilea funga yako isiweze haribika kwa aina yeyote ile ya matendo yanayotendwa na viungo vya mwili wako. Kaa na mke, kaa na watoto, kaa na watu wa nyumbani kwako, waulize, uwe na yakini. Mtu ana umri wa miaka 30 ndani ya Uislamu, baba na mama yake ni Waislamu, babu aliyemzaa, babu na bibi waliomzaa baba yake, lakini pia babu na bibi waliomzaa baba yake ni Waislamu. Halafu anakuambia bwana, imeshafika funga, naomba nimekuja uje uninuize, unipe nia, manake kesho nataka nifunge. Miaka 35-40 ndani ya Uislamu, hajui funga huyu mtu. Wewe lini ulisikia kuna sahaba wa mtume alienda kwa mtume akaanza kutafuta kunuizwa na waitu saumu ghada? Haya majake ya namna hii yanaonekana kwetu tu sisi katika watu ambao tuko tayari kubaranganya dini. Mtu yuko tayari ausome mpira, aujue mpira kindaki, lakini hayuko tayari kuisoma dini, kuijua dini kindaki. Anaishi akiwa ni mjinga wa kiasi kikubwa na dini, lakini ana uweledi mkubwa na mambo ya kipuuzi ambayo hayampi faida yeye kwa akhera yake wala kwa dunia yake. Ndugu zangu katika imani, lakini pia kupitia vikao hivyo vya wake zenu na watoto wenu, mtaweza washajiisha watoto. Unamwona mtoto wangu huyu hajafikisha umri wa kulazimishwa kufunga, lakini anatakiwa andaliwa. Mwambie mwanangu, kama ni mtoto wako wa kiume, binti yako wa kike, mama yangu, jiandae na wewe mwaka huu ufunge. Ala, unafunga asubuhi, achia kula, ikifika saa 7 kula. Au ukiweza kufunga siku moja, siku ya pili fungua. Ukifunga siku nzima, mama yangu kamilifu, jioni nitakupa kitu fulani. Mtoto atafunga kwa nia ya kupewa, kwa nia ya kupewa zawadi, kwa nia ya kupewa hivi, anakuwa anaweza. Ni vigumu sana kumkuta mtu anaweza funga kama hakuishi na wazazi ambao walimshajiisha kufunga akiwa mdogo. Leo hii tunaishi na majitu makubwa, mengine mazee, yanasemea uongo nafsi zao na viwiliwili vyao. Ramadhani ikiingia ndio yanaanza kujipa maradhi. Mimi naumwa hivi, siwezi kufunga. Jitu uongo. Liulize wapi maneno ya daktari ambayo amesema wewe usifunge kwa sababu ya maradhi ulionayo, na ikiwa utafunga madhara gani yatapatikana? Unajua mimi tu ilikuwa hivi. Hakuna. Jitu ni roho, limelelewa katika malezi ya kutofunga, haliwezi, linapenda kula ovyo. Mle mtoto wako na muandae mtoto wako akingali mdogo akuwe makuzi ya kuzoea kufunga. Utakuwa umeacha alama nzuri na athari nzuri kwa familia yako. Lakini si hivyo ndugu zangu katika imani. Mnapokaa na watoto wenu, wake zenu, washajisheni pia maandalizi ya kusoma Qur'ani. Waambie sasa hivi hiki basi, jitihada yako kubwa ni kusoma Qur'ani. Na ndivyo walivyoishi wema walioishi kabla yetu. Wema waliokaa kabla yetu, waliokuwa kabla yetu katika mwezi huu wa Shaabani, miongoni mwa mambo waliokuwa wakijiandaa nayo ni kukithirisha Qur'ani. Mtu mmoja akiitwa Salama ibn Kahil anasema yeye ilikuwa ikiingia mwezi wa Shaabani alikuwa akifunga duka lake, miradi yake, anapoteza muda wake mwingi akisoma Qur'ani na familia yake, maandalizi ya Ramadhani. Hatukwambii sisi wewe ufunge biashara yako kwenye maisha magumu na yenye changamoto ya vitu vilivyopanda bei tulionayo leo. Endelea kutafuta tonge la kulisha familia yako na wao wakusaidie kukuombea, lakini pia usiache washajiisha kujiandaa na kutenda matendo yaliyo mema. Na hakuna matendo mema na bora kuyatenda muumini kama kusoma maneno matukufu ya Allah tabaraka wa taala. Maandalizi ya mwisho ndugu zangu,
ambayo mwatakikana jiandaa nayo katika hali ya kuipokea Ramadhani. Inawezekana juzi na jana palitokea msuguano kati yako wewe na mtoto wa mama yako mdogo, kati yako wewe na shangazi yako, kati yako wewe na mjomba wako. Msuguano huo umepelekea mwezi mmoja sasa hivi hamsemezani wala hamtembeleani, bali mkikutana mnapeana visogo. Lizuie hilo wewe katika masiku haya tulionayo. Kunjua mdomo wako, fungua mdomo wako, mnyoshe mkono wa kheri na baraka ndugu yako, shangazi yako, mama yako mdogo, kaka yako, ndugu yako ambaye hamsemizani naye. Nenda kamtake msamaha, pawepo maafikiano baina yenu, mizozo na mazonge yaondoke. Kununiana si jambo jema kwa watu ambao ni damu moja. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika riwaya iliyopokewa na Anas ibn Malik iliyothibiti ndani ya Sahih Bukhari anasema, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi, mtu yeyote ambaye anapenda Allah amkunjulie riziki yake, awe na riziki yenye kumwagika, yenye kuzidi pasina kupungua. Bali si hivyo tu, lakini jambo jingine, wa yunsa lahu fi athari, na asisahauliwe katika athari yake hata baada ya kuondoka katika hii dunia. Akiweza mtu yatenda mawili haya, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasema basi haya yanaweza kumkuta mtu kwa kuunganisha udugu wake, kuunganisha kizazi chake. Vikwazo vya kutosemezana na ndugu zako ambavyo vipo viondoe, wala usitakabbar. Isikuchukue kibri, mtihani ambao si tunao. Tunamfuga shetani, anatembea na sisi kila pahala. Tukilala tunalala naye, tukiamka tunaamka naye, tukitembea tunatembea naye, tukikaa tunakaa naye, tukifanya kazi tunakuwa naye. Mtu ana mazonge na Muislamu mwenzake, amenuniana, hataki kukaa chini semezana. Hata kibri alichonacho, jeuri alionayo, wallahi huwezi kujua anaitoa wapi. Halafu muda huo huo hataki sameheana na ndugu yake wa damu Muislamu mwenzake. Yeye anarudi kwa huruma kabisa na unyonge, anatafuta msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Ewe uliyeghafilika wewe, kabla ya kutafuta msamaha wa Allah, kwanza ridhishana na wanadamu wenzako. Ndio mafunzo ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anatuambia, ndugu zangu, thamani ya udugu ambayo mimi na wewe tumeikata. Tunamuona baba mdogo, baba mkubwa si lolote, si chochote kwetu. Tunamuona shangazi, mjomba, mama mdogo, mama mkubwa, hana thamani kwetu. Tunamuona kaka, mtoto wa baba mkubwa, mtoto wa nani, bali ndugu yako wa damu, hana thamani kwako. Lakini msikize Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama nini anakukumbusha katika riwaya iliyothibiti ndani ya Sahih Bukhari, riwaya iliyopokewa ndani ya Sahih Muslim, riwaya iliyopokewa na mama Aisha, radhi za Allah tabaraka wa taala ziwe pamoja naye. Anasema Mtume, arrahimu mutaalliqatun bil arsh, kizazi, udugu, yani mimi na baba mdogo, mimi na shangazi, mimi na mjomba, mimi na mama mkubwa mdogo, mahusiano yetu yametundikwa katika arshi ya Allah tabaraka wa taala. Anasema Mtume, taqulu, arshi nasema, man wasalani wasalahu Allah, yeyote yule ambaye ataniunganisha mimi baina yangu mimi na ndugu yake, mzazi wake, shangazi yake, mjomba wake, Allah atamuunganisha huyo na arshi yake. Wa man qata'ani qata'ahu Allah, na yeyote atakayenikata mimi kizazi na mjomba wake na shangazi yake, baba yake mkubwa mdogo, Allah atamkata na arshi yake. Wangapi ndugu zangu leo wanaishi na sala wanazoswali na funga wanazofunga na sadaka wanazotoa na kila kitu wanachokifanya, yote haya yamekatika mawasiliano yao na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wamekata mawasiliano na ndugu zao wa karibu. Tutumie fursa tulionayo, fursa ya pekee, kurejesha mahusiano yaliyokatika. Huenda masiku haya na Ramadhani hii ijayo ndio Ramadhani ya mwisho kutukuta sisi tukiwa hai, tukaweza kuwa tumeitumia
katika kuboresha mahusiano yetu yakaweza kwenda tutetea kesho yaumul qiyama mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ewe Allah, tunakuomba utujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الأربع وعن البقية أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في Julaibibi Viwanja Group. Je, unawajua ni kina nani? Basi acha nikuhabarishe. Julaibibi Viwanja Group ni wauzaji wa viwanja tena venye ubora. Na kubwa zaidi 2022 wamekuletea ofa babu kubwa. Sasa jipatie viwanja venye ukubwa wa square mita 400 kwa shilingi milioni 2.5. Na huduma za kijamii zinapatikana kama vile usafiri, umeme, maji, nyumba za ibada na nyinginezo. Na tena viwanja vimepimwa na vipo katika ubora wa hali ya juu. Viwanja vinapatikana Vianzi, ni mwendo wa dakika 10 kutoka Vikindu stendi, au unaweza kuwasiliana na Julaibibi Viwanja Group kupitia nambari zifuatazo: 0673 035288 au 0774 635762 au 0755 105124. Kwa viwanja vya uhakika na vyenye kuaminika, waone Julaibibi Viwanja Group ndio suluhisho lako. Nyote mnakaribishwa.